Ningependa leo kuzungumza kwa habari ya wahubiri ama watumishi wa Mungu ambao wanafanya kazi kwenye vituo vya mabasi ama wanahubiri injili kwenye vituo vya daladala. Naomba sana wewe mhubiri wa injili uisikie clip hii ama uniweze kunifuatilia kile ambacho nahitaji kuzungumza na wewe. Hasa mnaohubiri, narudia tena, kwenye vituo vya mabasi ama kwenye stendi za daladala. Muda mwingine nashindwa kuelewa ni nini mnachokifanya, kwa sababu utakuta bajaji inafika ama daladala inafika kituoni, wewe baada ya kuendelea kuhubiri injili unapeleka kapu lako kwenda kuchangisha. Unasema changia injili, toa sadaka. Sasa mtu anachangia injili ambayo bado hajaisikia. Mpendwa katika Kristo, mtumishi wa Mungu naye nisikia kwenye klipu hii, hata kama sio mtumishi wa Mungu, labda ni abiria tu, umeshawahi kukutana na hichi kitu, naomba unisaidie kusambaza hii clip. Hao mimi nahisi kama sio watumishi wa Mungu, kwa sababu kama umeitwa kufanya kazi ya Mungu, hebu simama kwenye kituo cha basi, anza kuchapa injili, anza kuhubiri kwa habari za ufalme. Hizi biashara za kupeleka makapu, biashara za kupeleka matenga kwenye bajaji, unakuta bajaji ndio imefika tu kituoni, mtu anapeleka tenga lake anaanza kuchangisha. Imekuwa ni kero. Imekuwa mnafanya kama vile watu waonekane waliookoka hawana akili. Imekuwa ni bugudha kwenu nyinyi wahubiri, sijui watumishi wa Mungu ni waite, sijui mmejituma wenyewe, nashindwa kuelewa. Lakini naomba sana clip hii mtakapoisikia iwe mwanzo na mwisho. Inakuwa ni kero, ni aibu, ni fedhea kwa watumishi wa Mungu kuanza kusambaza makapu hasa kwenye njia ya Morogoro Road kuanzia Mbezi Mwisho stendi kuelekea Kariakoo. Watumishi wa Mungu wengi wamekuwa na tabia vya namna hiyo vya ajabu. Baada ya kuhubiri injili, mmekuwa watu wa kuchangisha tu, mmekuwa watu wa kupenda fedha. Yaani naleta aibu kwenye ufalme huu. Inaonekana watumishi wa Mungu wote ambao tumeokoka ama tumeamua kumtumikia Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu ni kama zimehama kidogo kichwani. Naomba clip hii inisaidie kuwafikia watu wengi wanaoitwa watumishi wa Mungu. Kama ni wainjilisti, Mungu amewapa ile karama ya uinjilisti, hebu jaribuni kubadilika kwanza. Naomba sana, jaribuni kubadilika kwanza. Ifikisheni injili sawasawa na Mungu alivyowaita. Ifikisheni injili sawasawa na namna ambavyo Yesu alivyotupa agizo kwenye Mathayo 28:19. Amesema enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wangu. Sisi kazi yetu ni kuwafanya watu wawe wanafunzi wa Yesu, sio watu wawe mitaji yetu, hapana. Kwa hiyo unapozidi kuhubiri injili unawafanya watu wawe wanafunzi wa Yesu. Ndio agizo ambalo tumepewa na Yesu. Hatukupewa agizo la kupeleka makapu kwenye bajaji, makapu kwenye daladala. Imekuwa ni kero. Naomba nizungumze tena hili. Mimi ni mchungaji, ninaongea kwa hasira, ninaongea kwa ghadhabu. Imekuwa ni kero kwenye vituo vya mabasi, imekuwa ni kero kwenye vituo vya bajaji. Watumishi wa Mungu wanakurupuka na kwenda kuchangisha ovyo. Bwana asifiwe sana. Naomba sana mniwe radhi kama imekuwa ni clip ambayo itawaumiza, lakini nafahamu fika kwamba mnachofanya si agizo ambalo Mungu ametupa. Naomba clip hii isambae kwa watu wengi na waweze kuelewa. Na hata na nyinyi mnaopanda bajaji, daladala, kama mnafika kwenye vituo vya mabasi ama kwenye vituo vya katikati ya safari zenu mnazoenda, mnakuta mtu anakuja na kapu lake, hebu acheni kumchangia. Mwambieni kabisa kwamba fanya kazi ya Mungu, kuitwa kuchangisha pesa, ili tuweze kukomesha hii tabia. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Namba yangu ya simu ni 0682083522. Naitwa Pastor Nicolaus Setebe. Ukinifuatilia YouTube utanipata kwa Pastor Setebe, Facebook Nicolaus Setebe. Asanteni sana. Mungu awabariki sana.